Nasheed hiyo adhak, ambayo ni ishara tosha ya kuashiria ya kwamba kipindi hewani ni jamii yenye furaha, msikilizaji. Na kwa kuwa kila siku ya Alhamis kuanzia saa 5 hadi mwendo wa saa 7 tunakuwa na kipindi jamii yenye furaha, msikilizaji, tunajifunza na kuweza kujielimisha ni vipi tunaweza kuishi katika jamii na sisi wenyewe tuwe ni wanajamii wale ambayo jamii iliyojawa na furaha, msikilizaji. Kwa ajili ya hiyo yote, msikilizaji, basi huwa tunaye hapa Fadilatu Sheikh Mbarak Awes hafidhahullah, ambapo anaungana nasi kwa ajili tu, msikilizaji, ya kuweza kutunufaisha kwenye swala hili zima la kuijua jamii ile yenye furaha na kuona, je, sisi, mimi na wewe msikilizaji, tunaishi katika jamii aina gani? Je, ni jamii yenye furaha au tunaishi tu katika jamii almuhimu ni kuishi na maisha kusonga mbele na namna hiyo? Basi yote hayo, msikilizaji, ni katika kipindi jamii yenye furaha, ambapo tunahakikisha kwamba tunakupatia taalimu hiyo ambayo itakuondoa wewe katika yale maisha ambayo upo na uingie katika jamii yenye furaha. Na kama ilivyo ada na desturi katika kipindi jamii yenye furaha, Fadilatu Sheikh Mbarak Awes hafidhahullah huwa anatuchukua kwenye maelezo ambayo yanaendana, msikilizaji, sambamba na wakati, kwa kuwa usisahau tulipewa pia fasiri ya ndani zaidi katika ile aya, tukiambiwa wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Basi na sisi hatuna inda wala tadi ila ni kuendana na aya hiyo, msikilizaji. Leo ni siku ya Alhamisi tarehe 11 Juni 2026 kwa mujibu wa kalenda ya Gregoria. Umuhimu wa siku hii, kuna hapa duniani kuna jambo kubwa usiku leo hii litaweza kutukia na kuanza kule nchini Amerika, Mexico pamoja na Canada, ambapo si jingine isipokuwa ni jambo la mchezo huu wa kandanda, mpira ambao ni World Cup dunia nzima. Tayari tumeona andhari na angalizo kwa wanaume wakiwapatia wake zao kwamba mwezi wa World Cup umefika. Ushindani wa remote upungue, remote sasa itakuwa ni akina baba. Tumeona pia wengine wakiwaaga sasa, wakiwaambia wake zao huu ndio wakati ambapo mara nyingi tutakuwa tunachelewa kuja, na kwa sababu sasa mpira utakuwa unachezwa usiku wa manane, huu utakuwa ni mwezi wa kesha kwa baadhi ya wanaume ambao ndio wafuasi wakubwa wa mchezo huu. Lakini ndani ya kipindi jamii yenye furaha tutajadili na Sheikh atatufafanulia mambo ambayo yanaendelea na dunia, na pia tutaangalia vipi tutaweza kuishi kwenye jamii yenye furaha na mambo haya ya dunia tutakavyoweza kukabiliana nayo, msikilizaji. Yote hayo 9-10, muhimu usikibonyeze hicho kidude tu ama papo hapo ndani ya 95.0 ili tuweze kunufaika mimi na wewe, msikilizaji. Mtu mzima Omar Abud niko hapa kuhakikisha mambo yameenda mazima. Falyatafadhal Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyhi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ba'd. Baada kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa mara nyingine tumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala kutuwezesha kuwa pamoja tena katika jamii yenye furaha. Mzungu jali inshallah jamii yetu daima iwe yenye kufuraha. Amina. Yenye kufurahi na furaha zenyewe ziwe ni furaha za halali zenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tupo siku 25 katika mwezi wa Dhulhijja, kwa maana tumebakisha siku 5 kumaliza mwaka, na biidhnillah Mungu akitupa umri na afya, wiki ijayo katika kipindi tutakuwa tayari tushaingia mwaka mwingine sana. Kabla ya kuingia katika mada yetu husika, napenda tufanye mukaddima katika hili, katika kukumbushana. Ukiangalia katika tartib na mipangilio ya sharia katika swala la zama kwa ujumla, utapata Mola subhanahu wa ta'ala ameweka mwisho wa zama kuwa ndo wakati bora zaidi ambao kwamba una fadhila, ambao kwamba unafaa kuhaishwa kwa kufanywa mambo ya taana ya khairi. Tukiangalia mwisho wa siku, tufika katika usiku wa manane, Mwenyezi Mungu atuambia bil ashari hum yastaghfirun, akawasifu wale ambao kwamba wanaamka katika usiku wa manane kumtaja Mola subhanahu wa ta'ala na kumuomba msamaha. Lakini tukiangalia mwisho wa wiki ambao kwamba ni siku ya Ijumaa, kuna lile saa linajulikana kama saa al-Fatimiyya, masaatul ijaba, saa la kutakabaliwa dua. Kwa wiki ikawa inaisha kwa
sala kutakabaliwa dua. Lakini vile vile mwisho wa mwezi imekuja katika sunna Mtume SAW alikuwa akifunga siku za mwisho katika mwezi kwa ajili ya kumaliza mwezi wake kwa hali nzuri. Lakini tukiangalia mwisho wa mwaka vile vile tunaona watu saizi ndio wanarudi kutoka katika ibada tukufu ya haji. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaeka ibada kama hii ambayo kwamba mtu akienda anarudi kama siku aliyozaliwa na mamake, msafi kabisa, hana chochote. Kwa hivyo ukiangalia hizi mwisho wa zama utaona zote zimewekewa barnamiji, zote zimewekewa fadla ili tupate kumaliza wakati wetu kwa hali iliyo nzuri yenye kumridhisha Mola. Na haikubaki katika zama tu, bali hata katika kumaliza mambo. Utaona katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu anapohitimisha Qur'ani, anapoimaliza kwa mwisho pale, kuna malaika 1400 wanamwombea msamaha. Kwa hivyo ni katika takhtim na dua inatakabaliwa katika hali kama ile. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia al-umuru bi khawatimiha, mambo huzingatiwa mwisho wake. Kwa hivyo mtu anaweza kuwa na mapungufu mwanzo katikati, lakini ajitahidi mwisho uwe mzuri. Kwa hivyo kila mmoja akae na nafsi yake, angalie atathmini mwaka huu ulikwenda vipi, amejipanga vipi kwa mwaka ujao. Isiwe siku zitakwenda hivi hatuna mipango yote. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud anasema man kana yawmuhu ka amsihi fa huwa maghbunun, yote ambaye kwamba siku yake maleo yake itakuwa sawa na jana yake, huyo amekosa baraka. Kwa hivyo ni mapungufu gani ambayo kwamba tulikuwa nayo katika mwaka huu, tujipanga kwa ajili ya kurekebisha katika mwaka ujao, maana wapi tutaboresha katika mwaka ujao. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kumaliza mwaka huu kwa kheri. Amin. Na tufikishe mwaka ujao inshallah, tuwezeshe kufanya amali za taa ndani yake. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Kama tulivyosema, kwa kipindi ambacho kwamba tuko ndani yake, jambo ambalo kwamba limeshughulisha jamii bali dunia nzima, ni swala hili la kikombe cha dunia, World Cup, cha mchezo huu wa mpira wa kandanda. Na subhanallah, imefikia kiwango kuwa ndio mizani ya furaha na huzuni. Imefikia kiwango cha kuwa ndio mizani ya wala na bara. Yani kuwa mimi ili nikuweke karibu, nikupende, basi wewe uwe ni wa timu yangu. Na kama husupport timu yangu, basi mimi na wewe ni vita. Maana na ugomvi. Maana sasa tukafanya kuwa mchezo wa mpira wa miguu ndio mizani ya vitu vyote hivi. Ni jambo ambalo kwamba linasikitisha. Tukizungumzia kwanza kama utangulizi katika kadhia kama hii, hatuna budi kuashiria swala la michezo katika sharia. Ili mtu asijakaona pengine labda sisi tunapinga michezo, Ndio. ama tunaharamisha, hatuko huko. Ukifuatilia katika sera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika walofanya bahthi na utafiti katika upande huu wa michezo, wanasema kuna michezo 54 imethubutu katika sera aliyocheza Mtume na masahaba zake. Kwa hivyo halikughibu swala la michezo katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, bali imethubutu kwa Mtume kutoka mdogo alikuwa ashajifundisha kuswim. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akipita akiona vijana wanarusha mishale, akiomba irmu bani Ismail, rusheni mishale yenye watoto wa Ismail, kisha akiomba fa inna abakum kana ramia, baba yenu mwenyewe Nabii Ismail alikuwa mrushaji mishale mzuri sana. Unaona, kwa hivyo kama ni arching, sijui horse riding, ni zote hizi. Na ndio maana ikaja katika athar, alimu auladakum as-sibaha war-rimaya wa rukub al-khayl, wafundisheni watoto wenu kuogelea, swimming, war-rimaya na kurusha mishale, wa rukub al-khayl na horse riding ama kuendesha farasi. Hii yote anahamasishwa mtu katika michezo kama haya. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akaibainisha kuwa al-mu'minu al-qawi, mu'min mwenye nguvu, khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if, ni khairi na bora na mwenye kupendekeza zaidi kwa Mola kuliko mu'min dhaif. Toba kuna wale waliochukulia kwa upana wake, yani mwenye nguvu
kawi katika nyanja mbalimbali. Maana katika elimu, katika biashara, katika mwili, katika kila kitu. Na kuna wale ambao kwamba wamefungamanisha na mwili tu. Kwa wewe ukiwa na mwili ambao kwamba una nguvu, una afya, si sawa. Wewe wapendwa zaidi na Mola Subhanahu wa Ta'ala kuliko yule ambaye kwamba amejiachilia. Mwili wake una nguvu na afya. Ndio maana wale mabinti wawili Saidina Shuaib walipomfuata baba yao kuhusu Nabii Musa, akamwambia abati stajiru. Mmoja wao akasema, ewe babangu, istajiru, mwandike, mchukue mpe kazi. Inna khaira man istajarta alqawi alamin, bora mwenye kutakayemwandika ni mwenye nguvu, mwaminifu. Kataja nguvu ya mwili katika sifa mbili zilizotajwa. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomzungumzia Talut, akasema zadahu bastatan fil ilmi wal jism, alimuongezea katika elimu, kuna ilmu ziada, lakini vile vile na mwili, mashaallah alikuwa nao. Kwa hivyo muumini kujenga mwili wake, kufanya riadha, jambo ambalo kwamba latakikana kutoka kwake, lina tatizo. Lakini swala lilioko hapa ni pale tutakapo ifanye ile riadha ndio kila kitu na kuipa kipaumbele kuliko hata ibada zetu. Ikawa mtu anaweza kukosa swala kwa wakati, ndio kwa sababu ya mechi ya mpira. Ikiwa kawa mtu huwezi kumtii mzazi wako, anakutuma lakini huwezi kwenda kumfanyia alichokutuma kwa sababu uko katika kutazama mechi ya mpira. Ikawa leo silatul rahim inakosekana, mtu anaambiwa bana ami yako nataka kuja kutembelea kesho, ambaye bana amambeni asije kuna mechi ya mpira. Unaona sio? Sasa yale muhimu yote yakawa hayana nafasi ya kwanza. Chenye nafasi ya kwanza ni mpira. Hapa ndipo inaposikitisha. Lakini mbali na hivyo ikawa ni madhi'a alwaqt, kufikisha katika kupoteza wakati, lilasafi shadid. Utashangaa ukisikia dirasati zilizofanywa, studies, takriban tuseme kama miaka 8 iliyopita, World Cup 2 zilizopita. Ndio. Tukisema hivyo tunamaanisha ni kipindi ambacho kwamba internet haikuwa kwa upana ulioko sasa sana. Wanaomiliki TV si kwa idadi iliyoko sasa. Wenye hata kuangalia kwenye mipira kwenye simu sivyo ilivyo sasa. Maana kwa sasa itakuwa imeongezeka. Lakini studies zilibainisha kuwa katika kila watu watatu katika ulimwengu kuna mmoja anaangalia mpira. Maana kwa hivyo watu bilioni 2 na ambao kwamba wanatazama mpira huwa sawa wa World Cup, kikombe cha dunia. Maana sasa wakafanya dirasa vile vile, wakasema katika mechi 64 ambazo kwamba zinachezwa katika kipindi hichi, katika mechi 64 zile ukiangalia kutokana na idadi ya watu wanaotazama na yale masaa ya zile mechi, masaa yanayopotea katika kutazama mpira kwa kipindi hichi cha mwezi mmoja ni masaa bilioni 320. 320 billion hours. BCM. Bilioni 320 napotea. Sawia na umri wa watu 600,000 walioishi miaka 60 katika ulimwengu. Subhanallah. Kwa World Cup moja tu hiyo. Ndani ya mwezi mmoja. Unaona? Wakati mwingi ambao kwamba unaopotea katika mpira. Hapo tunarudi katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotuambia ni'matani maghbun fihi wa kathiru min nas as-sihhatu wal-faragh. Neema mbili wengi wamekosa baraka ndani yake. Nani? Siha, afia, wal-faragh na faragha. Yani vipi ule wakati wako na faragha yako utaitumia? Ndio hapo ndo wanapokosea wengi. Sasa mtu anakuambia bana niko free, kwanza si mida usiku, sina kazi, kwa hivyo mimi nitakaa nitazame mchezo kama ule. Turudi kusema kwa sisi hatuna vita na riadha, wala hatupingi riadha, wala vile hatusemi pia ni haramu. Maana ile riadha yenyewe kama riadha. Ndio. Kuna vitu vingine vinaweza kuingia kwa juu vikaharamisha. Maana mimi binafsi
nikiona kwa mfano mpira unaochezwa na yule captain amevaa beji ya ninio ile ya LGBTQ lazima sitizame. Maana sio kwa sababu waangalia nini na kitu tayari kinatangaza mapenzi ya jinsia moja na uchafu mwingine. Maana sio so kuna vitu vinaingia kwa juu. Swala la betting, maana kamari imevamia sana mpira. Yaani ule mpira mwanzo ulikuwa ni kitu cha kujipumbaza na nini watu wakifanya. Lakini sasa siasa imeingia ndani sana. Maana kamari imeingia ndani, riba imeingia ndani, LGBTQ imeingia ndani. Kila sampuli ya uchafu sasa umeingia kwenye, kwa sababu umeona ndo riadha ambayo kwamba inafuatiliwa na watu wengi. Kwa hivyo hapa ndipo pa kufikisha risala yetu na message yetu. Na tuliona tukio katika World Cup iliyopita, timu ya Germany ilipofunga mdomo. Maana sio kwa sababu gani? Kwa sababu Qatar imepiga marufuku LGBTQ. Watu wakija kwenu mnawalazimisha wafuate maadili yenu. Kwa nini mkienda kwa watu mtakufuata maadili yao? Sasa badala ya kufunga mdomo huu, kufunga ule mwingine, wacha wanaume kukuingilia, badala ya kufunga mdomo wa juu. Unaona? Sasa lilasaf shadid, kusikitisha ni kuwa imetumika mchezo kama huu katika kufikisha nini risala, kama tulivyosema kila mmoja anafikisha kufikisha risala yake. Na hasa hii ya mwaka huu kama ulivyosema tayari tahadhari zishatolewa tayari. Waume washatoa maelekezo huko sana. Kwa bana sisi tutarudi kuchelewa, siku zingine tutalala nje. Maana sia sana. Na kwa tusishindane kwenye remote kama wanavyosema hivyo. Kwa mwezi bana tuachieni. Na mtu usitukere kila saa kutuuliza mko wapi, rudi saa ngapi na nini. Lilasaf shadid. Hapa tutaona vitu kadhaa. Ndio. Kitu cha kwanza ni kile ulichokiashiria katika wiki iliyopita. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na hasa haya majanga yanayoendelea kwa watoto wetu katika mashule. Lakini kutakuwa na challenge kubwa kwa wanafunzi walioko mashuleni. Na swala hili la mipira ya usiku mkubwa. Unaona? Na watoto siku hizi hawakataziki. Ukimkataza anachoma. Unaona? Hapa patakuwa na kibarua. Jambo la kwanza. Jambo la pili, Sheikh Omar, siku zote ukienda katika salati al-fajr utapata safu 1-2 sana. Maana watu hawaamki kuiswali. Lakini hii mwaka huu kuna mechi za saa 11 alfajiri. Maana anaweza saa 10 alfajiri. Saa 7 na saa 7. Sema hiyo 10 na 11 ndio alfajiri hasa. Hiyo ndio alfajiri kabisa. Kwa hivyo kuna watu wataamka kutazama. Kesho kutwa kuna Brazil na Morocco. Saa 11. Kwa 11 alfajiri. Na mechi ya USA na Ujerumani saa 10. Watu tamka. Kama kujipanga mapema watu watajipanga. Ndio. Kulala mapema I mean. Ili mtu apate kuamka. Swali ni mara ngapi sisi tunajipanga kulala mapema na kuamka kwa ajili ya fajr. Subhanallah. Ama kwa ajili ya qiyamul layl. Pate ile saa ambalo kwamba mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutubu waja wake, huwa nadi na kuita waja wake, hal min mustaghfirin fa aghfir lah. Kuna mwenye kutaka kusamehewa nipate kumsamehea sana. Hal min da'in fa astajib lah. Kuna mwenye kutaka kuomba ni mtakabalia. Hal min taib. Kuna mwenye kutaka kutubia ili mtakabalia tauba yake. Sasa kipindi kama kile subhanallah ambacho kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala anaonadi waja wake, wasote tumelala tunakoroma. Lakini lilasaf sasa unapokuja kuamka wewe hauko katika kuamka kumuitikia Mola wako wito wake. Ndio. Bali unaamka katika kushughulishwa na nini? Na mchezo wa mpira. Kwa hivyo kuna watu wengi watakosa swala za fajr. Wengi sana. Siku zote yozikosa akiwa amelala. Mara hii atakosa akiwa macho. Subhanallah. Na alhamdulillah shadid. Subhanallah. Kuna wengi ambao kwamba watapatwa na matatizo katika makazi yao. Watachelewa kulala, watachelewa kwenda kazini. Maana pengine pelekewa la yadhu billah paka wengine kufutwa kazi.
kwa sababu hata nimeona wakati tunazungumza napitia ratiba, kuna pia mechi za saa 1 asubuhi. Naambia sasa kwa mtu ambaye anaingia kazini saa 2 sasa ndio timu yake inacheza. Sasa hapa kutakuwa na matatizo ya ajira. Sadakta. Na hata mtu akisema afike mapema iangalie huko kwa kazini, unaona italeta shida, maana yake huko kazini badala ya kufanya kazi unatazama mpira. Hata kama yule aliyekuajiri hakuoni, kwa mfano unatazama kwa kuiba, kisheria ni makosa kwa sababu ule muda umeandikwa kwa ajili ya kuifanya kazi. Unapotumia muda ule kwa jambo lingine, umefanya khiana. Umefanya khiana katika kazi kama ile. Kwa hivyo kuna masaibu mingi ambayo kwamba yanatusubiri huko. Usishangae ukisikia watu wamefutwa kazi sana. Usishangae ukisikia watu wameugua. Kutakuja migraine nyingi za watu wataumwa na vichwa sana. Kubadilisha nidhamu ya kulala ile. Umeona sio? Ni matatizo makubwa sana. Mwaka jana afwan ile World Cup iliyopita iliyochezwa Qatar 2022, katika maajabu yaliyotukumba ilikuwa ni baadhi ya maswali anakuuliza mtu, anakuambia Sheikh, vipi inajuzu kuakhirisha salati al-Jumaa? Subhanallah. Kuakhirisha salati al-Jumaa. Swala nyingine utasema waakhirisha Jumaa, waakhirisha vipi? Hapo labda uulize ilikuwa mimi naweza salati al-Jumaa ni swali baada ya dhuhuri, labda uulize hivyo. Lakini huwezi kuakhirisha Jumaa. Sasa ukimuuliza kwa nini ufanye hivyo, akwambia kwa sababu saa 7 kuna mechi kali ya timu yangu. Sasa wewe uko tayari kukosa salati al-Jumaa? Hata sio swala kawaida, salati al-Jumaa. Swala ambayo kwamba mtu sasa anasema ukikosa 3 mfululizo wapigwe muhuri wa nifaq. Subhanallah. Wala yadhu billah, mtu anaandikwa katika wanafiki. Leo ikose kwa sababu ya mechi ya mpira. Katika masala ya kimaajabu hili liulizwa Darul Ifta Masri. Umeona? Jamaa sema bana, timu ya taifa Ramadhani sasa hapo inasafiri kwenda kwa ajili ya kucheza, sijui ilikuwa kikombe gani sikumbuki. Kwa hivyo nasema sasa kwa sababu hawa wako kutetea watan, kutetea nchi. Umeona? Ina maana wako katika jihad. Sasa hawa wanaruhusiwa kula mchana ule wa Ramadhani kwa ile jihad ambayo kwamba wako ndani mpira. Imagine tufikie hapo. Ndo maswali ambayo kwamba watu wanauliza. Bila asafi shadid. Mtu akwambia mimi naweza kukusanya swala basi. Ni swali maghrib na isha pamoja, mswali dhuhuri na asri zishikanishe, kwa sababu mtakuwa ni hatujazoea wale wanaokwenda kwenye viwanja. Maana yule ndo kabisa sasa anatapa ile pa kusali. Isipokuwa yule ambaye kwamba tajipinda mbebe swala wake, atatafuta kibla na nini. Umeona? Hatujazungumzia sasa katika husuma zilizoingia katika jamii. Leo kuna watu hawasemeshani sadaka kwa sababu ya mipira. Leo kuna ndugu wametenda kwa sababu ya mipira. Leo tumeona content creators na vituko vya kimaajabu. Mtu anakuambia siji timu fulani ikifungwa ni nyweni ndevu, ama ikishinda ni nyweni ndevu, siji timu nyusi na nini. Ushaona? Tufuka mipaka yote kwa sababu ya kipande cha ngozi chenye upepo ambacho watu 20 nao wanakipigania. Umeona sio? Ndio sema iko pepo ndani yake. Iko pepo ndani. Sasa ni kwa hakika ni hali ya kusikitisha ukiangalia katika umma. Sheikh, haswa hii World Cup, hata talaka ushuka kwa World Cup. 2002 ilifanyika Malindi ilifanyika sababu walikuwa wanatizama mpira. Sasa mume akamelazimisha kwamba mke hataki mume atoke aende katizame. Mume akamwambia basi lazima niangalie, na timu ilikuwa ni ya Brazil. Sasa katika kutizama mke akasema basi mimi nitakubali, wewe tizama, mimi vipindi nitaangalia kwa sababu vipindi varudiliwa. Wakawa wanatizama Brazil, Ronaldo akawa amenywa kile kisusu kile mwaka ule. Basi yule mke akasema Ronaldo kumbe mzuri. Asema kumbe Ronaldo mzuri, apendeza. Akaambia funganya virago, akamtafuta Ronaldo huko sasa. Allah. Talaka ikashuka kwa sababu ya mpira wa World Cup. Kwa sababu ya mpira. Ya Latif. Haya ndio shatokea nyingi mpaka kiwango cha kufika katika talaka wala ya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hapa pana swala muhimu ambalo kwamba watu wanahitajia kulizingatia. Kadhia si kadhia kipande cha ngozi tu kina upepo ndani sana. Shona, wala kadhia si kadhia cha mchezo. Kadhia ni pana zaidi. Shona, hili kombe hili linaloitwa kombe la dunia, kwa watu wazima ambao wamefuatilia ama waliofanya bahthi katika swala kama hili sana, wanajua kuwa kikombe hichi kimepitia marhala kadhaa mpaka kufika hapa ilipo. Yani kimekuwa na shape zaidi ya moja. Kabla ya 1974 shape yake ilikuwa tofauti kabisa na ile iliyoko sasa. 1974 ama nyuma, kabla ya 1974, shape ya World Cup ilikuwa katika shakli ya mwanamke hivi mwenye mbawa. Unaona? Sasa unajiuliza shakli ya mwanamke mwenye mbawa usiana vipi na kikombe cha mpira? Lakini ukifuatilia kwa undani zaidi, unapata kuunganisha, kujoin dots. Sasa ukiangalia siku zote sana, ukianza ama ukifunguliwa mchezo, leo si ndio siku ya kwanza, watu wafuatilie, lazima kuwe na flame, lazima kuwe na moto, ndio mwenge, unaitwa mwenge. Ile huwa inatoka wapi ndo swali. Ndio watu washajiuliza. Maana ile inatoka kule Greece katika temple inayojulikana kama Temple of Hera. Sana. Temple of Hera ina miaka mingi, miaka 590 kabla kuzaliwa Nabii Isa alayhi salam. Maana tunazungumza miaka 2600 na iliyopita. Ndio. Na ilikuwa ni maabad ya kishetani. Kwa sababu wale wa Giriki walikuwa wana miungu wengi sana. Sasa yule aliwekwa shape yake katika ile kikombe, wanamuita Ilahu Nasr, Mungu wa ushindi. Maana akaekwa katika kile kikombe. Sasa ajabu ni kuwa utasikia mtu anakuambia bana, mimi nafunga safari, naenda kukiona kikombe, sijui nikibusu, nikishike, yao nafaka kombe yashika Mungu wa nusra. Subhanallah. Kwa watu ambao kwamba wana ibada ya tiji. Lakini angalia subhanallah, vile vile katika moto. Aliumbwa na moto nani? Waljanna khalaqnahu min qablu min nar sumu. Ibilisi. Shaitani. Lanatullah alayhi. Sasa kuna ilaka gani kati ya moto na mpira? Si katika kila uwanja kuna zima moto ama? Na katika kila kona utaona fire extinguisher. Ndio kiwaka moto zimwe. Ndio. Sasa mbona tutaleta moto? Mbona sio? Ikiwa sisi tujihami na moto, kwani tutaleta moto? Utaona ni ibada za kishaitani asili yake. Mbona sio? So watu wafaa warudi waisome tarikhi, wajue historia ya kadhaa kama hizi. Unaona hivi vitu vimepangwa, maana kwa ajili ya kutia fikra za ibada ya shetani. Maana sio ndio ambao kwamba wana kodi siku hizi kuzo kulipa, ni fikra ambazo kwamba subhanallah zimeletwa kwa ajili ya kushughulisha umma. Leo Sheikh Omar ukimuuliza kijana ile first 11 ya timu yake, anaijua yote na anajua ile kwa bench wote, somea watu 32 vizuri sana, mpaka kocha anajua, mpaka kocha wa kipa, kocha wa sijui mpaka tabibu anajua wote hao. Lakini muulize al-asharatul mubashiruna bil janna, watu 10 waliobashiriwa pepo, hajui. Maana sio katika visa vyenye kusikitisha, kuna clips ukizunguka kwenye mitandao na YouTube ni utaziona. Unauliza vijana tena huko katika nchi za Kiarabu, kina Tunisia sijui wapi, ambao bana tutajie mitume 5, jamaa sema Muhammad, wa pili Abu Bakar, wa tatu Umar. Kutoka lini Saidina Abubakar na Saidina Umar kwa mitume? Umeona? Lakini subhanallah, kwa sababu tumetekwa akili zetu tukatiwa zima katika michezo, ndio yale muhimu yote yapo kando. Sio? Kwa hivyo mturudi kusema sisi hatuna vita na World Cup, ndio maana wala tuna vita na mchezo. Lakini watu wafungue macho yao, wawe makini, waangalie lokuwa muhimu zaidi. Tuangalie ulawiyat,
Unaona, isiwe wewe katika siku kuna mechi 4, utakaa wewe muda wote huo utazame, unaona, alafu siku hiyo ikupite huna juzu hata moja Qur'ani ulisoma. Subhanallah. Huna adhkari ambazo kama ustadi. Ama wewe kwa ninio yako, kwa siku yako utamtaja Ronaldo na Messi zaidi ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ama kuitaja timu yake, ama kuitaja timu yako zaidi ya kuleta adhkar. Isiwe wewe utatoa ibada zako nje wakati kwa sababu ya mpira unaotazama. Isije wewe utahatarisha ndoa yako kwa sababu ya mpira. Isiwe wewe utahatarisha kazi yako kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mpira. Tujue tutaratibu al-awlawiyat, priorities, gani chafaa kuwekwa mbele zaidi na gani chafaa kutangulizwa. Msikilizaji, awamu yetu ya kwanza tuitamatishie hapo. Kama ilivyo ada na desturi, tupishe taarifa zetu kwa ufupi kwa lugha ya Kimombo, na tutakaporejea inshallah itakuwa ni awamu yetu ya pili na ya mwisho, ambapo awamu hii msikilizaji utaimiliki wewe kwa 100%. Lakini kwa kuwa ni jambo kubwa ambalo linatukia huu usiku wa leo, na ni jambo ambalo litaathiri jamii kama vile ambavyo tumeweza kudondoa zile athari ambazo zitaweza kupatikana, basi tuweze kujikinga kama jamii ya Kiislamu na tuishi katika jamii ambayo imejawa na furaha, tukiendelea kufurahia mambo ambayo ni muhimu na jambo ambalo halitomuudhi, ama furaha ambazo hazitomuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Awamu hii msikilizaji tutamatishie hapo ili tuweze kuapisha wenzetu kutoka chumba chetu cha Dira katika awamu ya pili na ya mwisho. Msikilizaji, itakuwa ni fursa yako wewe dhahabia.